أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wapendwa watazamaji wetu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu, Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na wahusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, maudhui ambayo ningependa kuizungumza leo ni maudhui inayohusiana na muda tulionao. Lengo na makusudio tuweze kuelewa fadhila zinazopatikana katika masiku haya katika mwaka, na tuweze kuzivuna fadhila hizo. Na nitajaribu kadri ya uwezo wangu kwa hizi dakika chache kuzungumza kwa lugha nyepesi ambayo kila mtazamaji wetu anaweza akaielewa. Ndugu zangu Waislamu, tupo katika miezi mitakatifu. Tunafahamu sisi Waislamu tuna miezi mitakatifu minne. Tuna mwezi wa Dhulqaada ambao ndio tunao hivi sasa, tumebakiza siku moja, siku mbili. Lakini kuna mwezi wa Dhulhijja, ni mwezi unaokuja, mwezi ambao mahujaji wanakuwa wapo katika nyumba takatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna mwezi baada ya Dhulhijja unaitwa Muharram, mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu baada ya Dhulhijja, na huu mwezi vile vile ni katika miezi mitakatifu. Kwa hiyo tupo katika miezi mitakatifu mfululizo ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameitaja hii ni miezi mitukufu, na akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Na mwezi ambao umejitenga ni mwezi wa Rajab, uko peke yake, ni Rajab kabla ya Shaaban, Ramadhan. Huyo ni mwezi mtukufu, mwezi wa Rajab. Katika hii miezi minne na hii mitatu ambayo tunakwenda nayo sasa hivi, Allah ametuhusia tusizidhulumu nafsi zetu. Na maana ya kuidhulumu nafsi yako, maana yake ni kufanya maasi yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha. Hiyo ni dhuluma ambayo unaifanyia katika nafsi yako. Lakini maana nyingine ya kutoidhulumu nafsi ni kutojipunja wewe kwa kutofanya khairi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea misimu hii ya khairi na ameweka fadhila nyingi za mtu anayefanya amali nzuri katika masiku haya. Halafu wewe kwa kutoelewa au kwa makusudi usifanye jambo lolote mpaka hii miezi kamalizika. Maana yake nyingine ni kwamba wewe umeidhulumu nafsi yako. Nafsi ilikuwa iweze kutekeleza ibada mbalimbali, uweze kupata fadhila, uweze kujiwekea akiba na kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo siku ya kiyama itakuwa ni msaada kwako. Kwa hiyo lengo la maudhui yetu hii ni kuzinduana kuhusiana na ubora unaopatikana katika masiku haya tulionayo na haya yanayokuja katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anapokuwa anaapia jambo, basi lile jambo analoliapia linakuwa ni jambo muhimu. Na hii hata kwa mifano tu, walillahi almathalul a'la, hata mifano yetu sisi binadamu, unapoanza jambo lako kwa kusema wallahi billahi, ukaapa kwa Mwenyezi Mungu, msikilizaji anatarajia kitakachokuja baada ya kiapo chako ni kitu ambacho cha uhakika zaidi, ni kitu chenye nguvu zaidi, ni kitu chenye msisitizo zaidi. Sasa aliapa hapa ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, sio mimi wala wewe ndugu yangu. Mwenyezi Mungu ameapa katika Qur'an, katika juzu amma, katika surati al-Fajr, tunaisoma kila wakati. Mwenyezi Mungu anasema wal fajri wa layali ashri, na apa kwa alfajiri na naapa kwa masiku 10. Ukienda kuangalia tafsiri za wanachuoni wa Kiislamu za Ibn Abbas, Mujahid na wengineo, wanasema walayali ashri almaqsudu biha 10 min Dhulhijja, yani masiku haya 10 yaliyoapiwa katika surati al-Fajr, yanayokusudiwa masiku hayo 10 ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa Mwenyezi Mungu ameapia masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, na ameapa viapo vingi, lakini ameapia kwa wale ambao wana uwezo wa kutumia akili zao na kufahamu, wawe wanachunguza na kuelewa kwa nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameapa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisitizo la mwanzo la ubora wa masiku haya ya Dhulhijja ambayo
tumeyaingia ni sisitizo la kiapo cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba masiku haya ni masiku yenye fadhila kubwa sana kwa Muislamu. Lakini sisitizo la pili linakuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu salih fiha, mtu kufanya matendo mema ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allahi, yanapendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu, min hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko masiku haya 10. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yako wazi, hayahitaji tafsiri ya kina, hayahitaji elimu kubwa kuyafahamu. Anasema ma min ayami, yani hakuna masiku katika mwaka mzima. Tuna masiku takriban 363. Hakuna masiku katika mwaka mzima, hakuna masiku ambayo al-amalu as-salih fiha, mtu kufanya matendo mema, amalu salih, matendo mema ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allahi, yanapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu kuliko masiku haya 10. Hadithi hii ina maana nzito sana ndugu yangu Muislamu, kwamba kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia na kutubainishia kwamba haya ndio masiku bora katika masiku ya mwaka. Haya masiku 10 bora katika masiku ya mwaka. Halafu akasema Mwenyezi Mungu kuna vitu anavipenda. Subhanallah. Ndugu yangu Muislamu, wewe ukijua mzazi wako anapenda kitu fulani, kama ni baba au mama, kama ni mtoto mtiifu, utakuwa kila mara unakifanya kile kitu anachokipenda mzazi wako. Sasa anakipenda, ameshakwambia mimi napenda kitu fulani, ni lazima sasa utaangalia anachokipenda, huwezi kwenda kinyume chake. Au kama ni kiongozi wako akatangaza kabisa mimi napenda kitu fulani, kwa hiyo wewe ni lazima ndani ya nafsi yako utafanya kile ambacho anakipenda. Hajasema vitu vingine, amesema mimi napenda 1, 2, 3. Sasa aliyetangaza kupenda hapa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatupa siri, anasema jamani, sikilizeni, Mwenyezi Mungu kuna vitu anavipenda, na mimi nawaambieni sasa anachokipenda. Mwenyezi Mungu anachokipenda ni mtu kufanya matendo mema ndani ya masiku haya 10. Anapenda sana jambo lile. Sasa kama Mola wetu tunayempenda, ambaye tunaishi katika neema zake na tunataka tumridhishe, na tunamuomba kila siku atupe pepo yake, atupe na mwisho mwema, tunanyanyua mikono yetu kila siku kumuomba ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, anatangaza kwamba mimi napenda mtu atakayofanya matendo mema katika masiku haya. Haina maana masiku mengine hapendi, la, lakini amesema haya kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, min hadhihi al-ashr, kuliko masiku haya 10. Mwenyezi Mungu anapenda mtu atakayefanya al-amalu salih, matendo mema. Kwa hiyo uzito wa hadithi unakuja kwamba ni lazima sisi Waislamu tujilazimishe kumpendezesha Mola wetu kwa kufanya matendo mema anayoyaridhia ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja. Kuna shida gani ndugu yangu Muislamu? Utashindwa kufanya matendo mema katika masiku haya? Utashindwa kujizuia na maasi? Hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wanachuoni wameizungumza kwa mapana na marefu. Ndio maana wanachuoni wa Kiislamu wengine wakaja wakasema haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni masiku bora kuliko masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu amekata itlaq, ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu salih fiha, matendo mema ndani ya masiku hayo, ahabu ila Allah, yanapendeza kwa Mwenyezi Mungu, min hadhihi al-ashr. Kwa hiyo Ramadhani unaweka pembeni na mengine unaweka pembeni. Wamesema masiku haya ni bora kuliko mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu yangu Muislamu, tukithirishe kufanya mambo ya kheri katika masiku haya tulionayo. Jambo la mwanzo ambalo tungependa tujipambe nalo ndugu zangu Muislamu ni kuweka nia. Bila shaka tuko mwanzoni mwa masiku 10 ya Dhulhijja. Weka nia kwamba yeye Mwenyezi Mungu
mimi naweka nia kwamba nitajitahidi kadri ya uwezo wangu kufanya matendo mema yatakayokuridhisha ndani ya masiku haya 10, na Mwenyezi Mungu nipe taufiki niendelee kufanya matendo yangu mema kwa sababu ya kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyat, hakika amali ya mja italipwa kwa nia aliyoinuia ndani ya moyo wake. Kwa ndani ya moyo wako wewe pitisha nia hii kwamba Mwenyezi Mungu, haya masiku yanayokuja umesema kwamba matendo mema ndani ya masiku haya wewe unayapenda sana kuliko matendo yote katika siku zingine. Na mimi kwa kufuata mapenzi yako nitajitahidi katika masiku haya kufanya amali zilizokuwa njema. Amali ya kwanza ndugu yangu Muislamu ni amali ya swala 5. Usije ukapoteza ibada hiyo. Hakuna amal anayoipenda Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko ile aliyoifaradhisha kwetu sisi. Kwa la mwanzo alilofaradhisha ni swala 5. Na swala 5 ndiyo utenganifu, ndiyo ubainifu, ndiyo tofauti inayokufanya wewe uwe Muislamu au sio Muislamu. Swala 5. Kwa mwanamume kwenda kuswali msikitini, kwa mwanamke kuswali katika musalla wake nyumbani. Hakikisha kwamba masiku haya 10 unajitahidi kadri ya uwezo wako kuswali swala zote 5, kama ni mwanamume jamaa, ukiwa jamaa msikitini kwa wakati wake kuanzia alfajiri mpaka isha. Watu wengi wanazungumzia ubizi kazini, biashara, kwa sababu wengine anachanganya swala zote. La, haya ni makosa ndugu yangu Muislamu. Hayana udhuru wote. Hakuna udhuru mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna udhuru wa kuacha swala. Kwa hiyo amali ya mwanzo ambayo utaifanya katika masiku haya kujipendezesha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni amal ya kuswali swala 5. Lakini usitosheke na swala 5 tu. Jihimize kuswali sunan an-nawafil, sunan qabliya wa sunan ba'diya. Swala zina sunna za kabla na baada, zile ambazo zina sunna za kabla swali kabla, zenye sunna za kabla na baada swali kabla swali baada rak'atayn. Haikugharimu kitu chochote zaidi ya kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatoacha mja kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu kwa kuswali swala za sunna mpaka Mwenyezi Mungu atampenda. Ni hadithi qudsi, hata uhibba, mpaka nitampenda. Na nikimpenda mja huyo anayejikurubisha kwangu, nitakuwa ni sawa sawa na masikio yake yanayesikilia, nitakuwa ni macho yake yanayoangalizia, nitakuwa ni miguu yake yanayotembelea. Yani utakuwa upo karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kuikithirisha swala za sunna. Lakini ipo hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ina maana nzito zaidi, kwamba mtu yeyote atakayeswali salati al-fajr kisha akakaa msikitini akaleta adhkari mbalimbali mpaka jua linapochomoza kisha akaenda katika shughuli zake, hiyo ni sawa sawa na amefanya umra na haj tamatin. Akarudia mara 3, yani umra iliyokamilika na haj iliyokamilika. Subhanallah. Mimi na wewe ambaye hatukupata fursa ndugu yangu Muislamu ya kuwa katika viwanja vya haji hivi sasa hivi, labda kwa sababu ya maradhi, labda kwa sababu ya uwezo wa kifedha, labda sababu ya kukosa nafasi, ala kule hali hatupo kule, tunayo fursa ya kupata fadla sawa sawa na wale walioko haji kwa kujizoesha tu wewe katika masiku haya. Mathalan, kila baada salati al-fajr ukakaa katika musalla wako au ni msikitini, halafu ukaleta adhkari mbali ambazo zimekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Adhkari maana yake ni kuomba dua, adhkari maana yake ni kuleta tasbih, kuleta tahlil, kuleta tahmid, adhkari maana yake ni kusoma Qur'ani, adhkari maana yake ni kuleta istighfar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zote hizi ni maana ya adhkari. Mpaka hata kutafakari tu, useme kitu chochote ukakaa ukatafakari tu maisha yako, mahusiano yako na Mwenyezi Mungu, maisha yako yakoje, utayarekebisha vipi. Yote hizo ni dhikri, kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka jua linachomoza unahesabiwa umepata umra kamili, haji kamili. Mtume amerudia mara 3, tamatin. Sasa hilo neno la tushinda ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo tukithirishe amali njema katika siku hizi. Ya kwanza swala ya faradh, swala za sunna, na kuleta adhkar mbalimbali ili kuweza kupata fadhila hizo. Lakini jambo la pili, kufunga. Katika amali salih ambazo Mwenyezi Mungu anazipenda ni as-siyam, na imethibiti katika hadithi zilizopokewa na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam
kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga katika haya masiku ya Dhulhijja, isipokuwa kuna riwaya zinasema siku ya Arafa hakufunga kwa sababu alikuwa ni haji ili apate nguvu, na siku ya 10 ni siku ya Eid, haturuhusiwi kufunga. Lakini masiku haya 9 kwetu sisi Waislamu ambao hatujakwenda haji ni muhimu tukajitahidi kuyafunga yote kama kuna uwezekano. Kama kuna ugumu sana, basi jitahidi kadri ya uwezo wako kufunga yaum Arafa, kwa sababu ya fadla zinazopatikana katika siku hiyo ya Arafa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ilikuwa ni jambo la pili ambalo tunatakiwa tulifanye sana. Jambo la tatu na la mwisho la kukumbushana katika kipindi hichi ni kukithirisha kufanya mambo ya kheri, ibada za kuwasaidia watu wengine, kuangalia maskini na mafukara, kuwasaidia katika kipindi hichi waweze kupata nguo za Idi za watoto wao. Sasa hivi wanahangaika, watoto watapata wapi, watafanya nini? Wanahangaika chakula, stoku zao hazina kitu. Sasa huu ndio muda, usingoje mpaka uchinje ndio wapelekee nyama. Kwanza sasa hivi wapelekee mchele, wapelekee ngano, wapelekee pesa taslimu, wapate kununua nguo zaidi watoto wao waweze kufurahi. Kuanzia sasa hivi, kama kuna zaka zako, kuna sadaka zako unataka kuzitoa, zitoe kuanzia sasa hivi, kwa sababu hiyo ni katika matendo vile vile anayoyapenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sururun tudkhiluhu ala muslim, kumuingizia Muislamu mwenzako furaha ni moja ya matendo yanayopendeza zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hizi zilikuwa nasaha chache zinazohusiana na ubora wa masiku haya 10 ambayo tunayo. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutupa taufik ya kufanya matendo yanayomridhisha katika masiku haya. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kutujalia tuweze kuwa na afya ya kuendelea mpaka tutakapokuja kupata Eid al-Adha al-Mubarak. Mwenyezi Mungu atupe uhai, atupe afya njema, na mwisho wa siku aturidhie na atutakabalie amali zetu. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.